Ndugu zangu, hii jambo ninataka kuizungumza sasa ni muhimu hasa hii kwa wale majamaa zilikuwa zinatumika kwa serikali ya Tanzania. Nataka kujaribu kuongea kitu kwa njia kama hivi inavyofuata. Jamani, kopa akianza habari hizi Kwa nini tunaamini siasa? Kwa nini hatuamini siasa? Mimi nilikuwa mtu wa namba moja ambaye nilikuwa napinga vikwazo kufanyiwa nchi za Afrika, na wanafunzi wenzangu ilinishangaa sana, lakini kiuhalisia nilikuwa napinga kwa sababu inapokuja vikwazo bado Abdul ya Rais Samia Suluhu Hassan atakula na atakuwa anaenda Dubai na atakuwa anaenda Amerika. Naweza kuijua kwa sababu tu mjue ni nini hasa ikuwa inaendelea kwa Tanzania. Hali ambayo ili kutatuka kwake inahitaji mbinu tofauti na ambayo Bwana Chakwera amekuja nayo sasa hivi ya kufika tu kwenda Maikulu kukutana na wale majambazi ambazo ni matuhumiwa. Kwa nini tunaamini siasa? Kwa nini hatuamini siasa? Mimi nilikuwa mtu wa namba moja ambaye nilikuwa napinga vikwazo kufanyiwa nchi za Afrika, na wanafunzi wenzangu ilinishangaa sana, lakini kiuhalisia nilikuwa napinga kwa sababu inapokuja vikwazo bado Abdul ya Rais Samia Suluhu Hassan atakula na atakuwa anaenda Dubai na atakuwa anaenda Amerika. Ndugu zangu, hii jambo ninataka kuizungumza sasa ni muhimu hasa hii kwa wale majamaa zilikuwa zinatumika kwa serikali ya Tanzania. Nataka kujaribu kuongea kitu kwa njia kama hivi inavyofuata. Jamani, kopa akianza habari hizi kwa upande ya Zanzibar kuja kutatua na kuleta maelewano ambayo ilikuwa ikikuwa na mgogoro mkubwa ya chama ya CUF pamoja na CCM. Sasa wamekuja Commonwealth na yule mjamaa ambaye nimemtaja jina alikuwa ni Mghana, anaitwa Dr. Moses Anafu. Pole sana, nakuwa nashambuliwa sana, lakini nadhani hii habari ni muhimu kuiweka. Nataka kila raia Tanzania ajue nini inaendelea na nini tunafanya. Sasa tayari nimempelekea rais wa ICC kiapo changu, nimeapa kwa dini yangu